لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين أما بعد. Ndugu zangu watazamaji, tunawakaribisha kwenye kipindi chenu, kipindi muhimu sana ambacho ni hija kufatana na madhehebu ya Kiislamu. Hasa mazungumzo yetu ni kuhusu madhehebu manane ambayo ndio tunazungumzia kuhusu hija na hukumu za hija kufatana na hukumu zote, ili yeyote ambaye ni katika madhehebu haya akiwa ataenda hija hatakuwa na matatizo. Dhehebu la kwanza ambalo tunazungumzia ni dhehebu la Shia Ithna Sharia Imamia, ambao pia wanaitwa Jaafaria. Dhehebu la pili ni dhehebu la Shafi'i. Dhehebu la tatu ni dhehebu la Hanbali. Dhehebu la nne ni dhehebu la Hanafi. Dhehebu la tano ni dhehebu la Maliki, na dhehebu la sita ni dhehebu la Ismailia, na dhehebu la saba ni dhehebu la Zaidia, na dhehebu la nane ambalo litakuwa ni dhehebu la Ibadhia. Haya madhehebu yanapatikana pia katika maeneo mengi ya ulimwengu, na kuna madhehebu mengine ambayo yapo ambayo tukutilia mkazo sana kwa sababu huenda akawa katika maeneo yetu haya ya Afrika Mashariki hawapatikani kwa wingi. Sasa haya madhehebu ambayo tunataja, tunaelezea kuhusu hukumu za hija ambazo mtu anatakikana kutekeleza hija kufatana na madhehebu haya yote, na ni mambo ambayo yanakutana, ila tu tofauti ni ndogo ndogo kufatana na wasomi na maulama na viongozi au maimamu wa kila madhehebu. Sasa tukiendelea na sehemu ambayo tulikuwa tumefikia, ni kwamba tulikuwa tunaelezea kuhusu tofauti iliyoko au tuseme aina za hija ambazo zipo kwa watu ambao wanaoenda kuhiji. Hija ziko aina tatu. Kuna hija ambayo inaitwa Hajju Ifrad, na hija ya pili inaitwa Hajju Qiran, na hija ya tatu inaitwa Hajju Tamattu. Na Hajju Ifrad tumeelezea na tulimalizia kuhusiana na maelezo kuhusiana nayo. Sasa leo tunaelezea na tulianza pia kidogo kuhusiana na Hajjul Qiran. Hajjul Qiran kama tulivyoeleza kiasi fulani ni kwamba ni hija ambayo inafanana katika matendo yake, ni karibu sawa na hija ya nini, ya Ifrad. Hajjul Ifrad na Hajjul Qiran zinakutana katika matendo yote kama ilivyo, ila tu tofauti ambayo tumeelezea au tunaelezea sasa ni kwamba huyu ambaye anafanya Hajjul Qiran ni kwamba yeye anawajibika kubeba au kuja akiwa amemvuruta au akitembea naye mnyama wa kuchinjwa, yani alhadiyu. Anawajibika kuja naye akitembea naye toka wakati anapokuja akiwa amevaa amevaa ihramu yake anapokuwa katika kwenda hija. Baada ya kuvaa ihram na kufanya talbia katika sehemu vituo ambavyo vinaitwa miqat na kuondoka, sasa atawajibika kwenda na huyo mnyama, ng'ombe, mbuzi, ngamia, kondoo, na hii anatakikana kufanya vile, na hata wajibika tena baada ya hapo kuchinja au kumtoa mnyama mwingine baada ya hapo katika hija, na bali tu atawajibika ile
mbuzi au kondoo ambaye amekuja naye toka wakati wa ihram, huyo ndio anawajibika kufanya. Hii ni kufatana na madhehebu ya Imamia au Shia Ithna Asharia Imamia. Hii ndiyo kauli yao. Na je, kwa upande wa madhehebu mengineo, hii ni katika madhehebu yote wengine wanasema, lakini kuna wanaungana na Mashia kwa upande huo, ila tu ya kwamba katika baadhi ya mafukaha au wasomi wanasema ya kwamba ili kuchinja au kuja na mnyama huyu, kumvuruta na kutembea naye kutoka sehemu za kituo kile cha miqat na kuna masharti mawili. Hapo ndio anawajibika kufanya kwa masharti haya. Yakiwa ametimia, basi atawajibika kuja na mnyama huyu. Sharti la kwanza ni kwamba awe asije akawa yeye ni katika wakazi wa Masjidil Haram, maeneo hayo. Hii hawajibiki. Ikiwa yeye ni katika wakazi wa hapo, atakuwa hawajibiki kubeba alhadiyu. Na wenye kusema jambo hili ni Alhanafia na Shafiia na Hambali na na Ibadhia. Hawa ndio wanasema ya kwamba ikiwa yeye si mkazi wa sehemu ile ya Makka au Masjidul Haram, maeneo yao ya karibu, atakuwa yeye wakati huo ndio anawajibika kufanya vile. Lakini kama ni mkazi wa kule, basi hatawajibika kubeba kuvuta hiyo kuja na huyo mnyama. Ama dhehebu la Zaidia, wao kama vile tulivyosema huko nyuma, ni kwamba mkazi wa Masjidul Haram, maeneo hayo, ambaye ni mkazi wa huko, yeye hawezi kufanya qiran kabisa. Wajibu wake sio qiran, wala wajibu wake sio haji tamattu, bali wajibu wake ni kufanya hajjul ifrad. Kwa hivyo hana hajjul qiran kwake kwa upande na Zaidia. Na hilo ni sharti ambalo wamesema la kwanza. Na sharti la pili ambalo wamesema ni kwamba umra yake na hija yake ziwe zitafanyika katika mwaka mmoja. Sio kwamba labda hii umra ifanyike mwaka mwingine, na haj ifanyike katika mwaka mwingine, bali zote ziwe zimefanyika katika mwaka mmoja. Na wenye kusema jambo hili ni Maliki na Shafii. Hili sharti la pili, hawa ndio wanasema Maliki na Shafii. Na ama sharti hili la pili, Hambali hawajalitaja. Ama kama tulivyoeleza huko nyuma, na ndio tuelewe ya kwamba hiyo hija na umra ziwe katika mwaka mmoja. Tulisema ya kwamba hija yenyewe, hija ni kile vitendo vyote ambavyo mtu anapoenda katika siku zote za hija. Ibada hii yote inaitwa haj au inaitwa hija. Lakini ndani yake kuna aina mbili za vitendo. Kuna alhaj na kuna umra. Vitendo vya alhaj ndani ya hija, yani sasa hii inaitwa kwa Kiarabu hijjatun. Na kitendo hiki cha katikati, sehemu ya kwanza inaitwa haj na sehemu ya pili inaitwa umra. Sasa hii hajjatun au hijjatun, hii ndio inabeba matendo yote haya mawili au aina mbili hizi zinaitwa vile. Sasa lakini tofauti iliyoko ni kwamba umra zinapotenganishwa na hija katika hajjul qiran na hijjatul qiran na hijjatul mufrada au ifrad, hajjul ifrad. Hii na hajjat tamattu zinakuwa tofauti iliyoko ni kwamba hii moja inatangulizwa juu ya hii, au hii nyingine ndio inatangulizwa, au zinafanywa kwa wakati moja au zinatenganishwa. Hilo ndio linasababisha zinatofautiana katika majina pia vile vile. Kwa hivyo hapa ni kwamba sharti la pili tumesema ni kwamba umra na haj zikiwa zitafanywa kwa mwaka mmoja, basi hapo ndio anawajibika katika hajjul qiran, au atatoa mnyama na kutembea naye mpaka kumpeleka katika kumalizia matendo yote ambayo yanatakikana na mwishowe kumchinja.
Hayo ndio masharti mawili ambayo yanatakikana. Sasa kwa hivyo kwa upande huo hiyo ndio tofauti baina ya hajjul qiran na hajjul ifrad. Katika masala nyingine ambayo ipo ni kwamba hadiyu au huyu mnyama ambaye anayetolewa na kuchinjwa katika hajjul qiran, yeye anatolewa kama nini? Swali hilo jawabu lake ni hili, ni kwamba kufatana na madhehebu ya Shia Ithna Asharia Imamia, wao wanasema ya kwamba kitendo hiki, huyu mnyama ambaye anatolewa, kondoo kwa mfano au mbuzi, huyu ni katika viungo vya nini? Damu yake yule inayotolewa na kuchinjwa ni katika viungo vya hija, sio nini kama vile fine ya kulipwa baada ya kuwa umekosea ndio kalipishwa. Kuna mbuzi ambazo au wanyama ambao mtu anawajibika katika hija, ikiwa umekosea jambo fulani, basi unalazimika kulipia, na kitu cha kulipia unalipia kuchinja. Sasa hii ambayo tunasema hadiyu sio katika vitu hivyo kulingana na fatwa za Kishia Ithna Asharia Imamia. Sasa ni katika viungo vya nini? Hajjul qiran. Ama katika madhehebu mengine tusikie wanasema vipi. Katika pia Hanafi na Hambali na Ismailia na Zaidia wanasema pia vile vile kama Shia Ithna Asharia, ya kwamba hii ni katika nini? Ni katika viungo vile ambavyo au ni katika wajibati za nini? Za hajjul qiran. Ama hawa Maliki na Shafi'i, Maliki na Shafi'i wanasema hapana, hii ni kama kitu ambacho mtu analipia, ni kama faini ya kulipia makosa mtu ambaye anafanya. Kwa hivyo sio katika viungo vya hija, bali ni fine au tunasema jabr, yani kulipizia makosa ambayo mtu amefanya katika hija. Hiyo ndio tofauti iliyoko. Na tunaposema ya kwamba ni nini, ni kiungo cha nini, yani maana yake inaingia katika ile ibada ya hija, wala sio kama vile malipo, kama vile mtu anapokuwa kama vile fine. Mtu akifanya kosa ama akiua, kwa mfano umeua mtu, si kuna pesa unalipia kama vile dia au fine ya kulipia, hiyo kama mfano. Sio kama hiyo kwa upande wa Shia na Sharia na Maliki na Hambali na Ismaili na nini, kama tulivyosema, na Ismailia na Zaidia, wao wanasema, na Hanafi wao wanasema ya kwamba ni katika nini. Lakini hao wengine tumesema, hao wawili Maliki na Shafi'i, wao wanasema ya kwamba ni ya kulipizia. Sasa tumemaliza kuhusu hajjatul au hajjul qiran. Sasa tuingie kwenye aina ya tatu ambayo ndio muhimu zaidi kwetu, ambayo tutazungumza zaidi kuhusiana nayo, ambayo sasa inatuhusu sisi ambao tunatoka mbali nje ya mji wa nini, wa Makka. Hii hajjatu tamattu naye ni nini? Hajjatu tamattu, hajjatu tamattu au hajju tamattu ni kwamba ni mtu atekeleze umra na haji katika mwaka mmoja. Yani kwa mwaka huo huo ambao unaenda hija utekeleze umra na kisha baadaye utekeleze haji, matendo ya haji. Na hii ni kwamba katika taratibu ni kwamba unaanza na umra alafu kisha unatekeleza haji. Haji inakuwa kuanzia tarehe 9 ya mwezi wa Dhulhijja. Hapo ndio mtu anatekeleza haji yake na matendo yake mpaka anamalizia katika siku ya 12 au 13, kama vile tutakavyoelezea tofauti zilizoko kufatana na madhehebu. Na pia anafanya na umra, anaanza na umra. Umra anaifanya katika miezi inayoitwa miezi ya hija. Miezi ya hija ni ipi? Ni kuanzia mwezi wa Shawwal. Mwezi wa hija, miezi
mitatu ndio inayoitwa miezi ya hija. Kuna mwezi wa Shawwal, yani baada ya Ramadhani mwezi unaofuata ni mwezi wa Shawwal, alafu baada ya mwezi wa Shawwal kuna kuja mwezi wa Dhulqaada, na kisha baada ya Dhulqaada tunaingia mwezi wa Dhulhijja. Sasa hii miezi mitatu ndio inaitwa miezi ya hija. Sasa katika hii miezi miwili ya kwanza, umra yake inatakikana awe ataitekeleza katika siku hizi Shawwal au Dhulqaada. Anapoingia anatakikana afike kule kabla ya hija yenyewe, haji yenyewe, ndio aweze kutekeleza. Na tutazungumza pia ikiwa yeye ameanza kabla ya mwezi wa Ramadhani, umra yake itakuwa inahesabika imeingia sawa, ni hija yake itakuwa imesihi ama itakuwa haijasihi? Yani ameanza kabla ya wakati ule, itakuwaje? Hayo tutazungumza. Lakini sasa umra nayo inamalizika kwa kitendo gani? Kufuatana na madhhab ya Shia Ithna Asharia Imamia ni kwamba anaanza kwa kitendo, umra yenyewe inaanza kwa kitendo cha kuvaa ihramu na kufanya talbia, yani kuvaa zile shuka mbili, na inamalizika kwa kutekeleza kwa kunini, kukata nyele kiasi, sio kunyoa. Kufuatana na madhehebu ya Shia Ithna Asharia haruhusiwi kunyoa nywele yake yote, bali anakata kidogo. Na ikiwa atafanya vile, akate nyele yake ainyoe yote, abaki bila nyele, yani abaki kipara kwa mfano, hii atawajibika kutoa damu, yani kuchinja mnyama kama kafara au nini, faini ya kufanya nini, ya kufanya kitendo kile. Sasa ama kwa upande wa madhehebu mengineyo, ni kuna madhehebu yapi ambayo yanaunga mkono jambo hili? Dhehebu ambalo linakubaliana na Mashia Ithna Asharia ni dhehebu la Ismailia. Wao pia vile wanasema vile vile. Ama katika madhehebu mengine, dhehebu la Maliki wanasema ya kwamba umra inakamilika sio kwa kunyoa, kukata nyele kidogo, bali ni kwa kufanya tawafu. Yani kunyoa nywele sio katika sehemu zile ambazo mtu anakamilisha. Akifanya tawafu basi umra yake imekamilika. Huyo ndio Maliki anavyosema. Ama kufatana na madhehebu mengineo, yani dhehebu la Hanafi hasa, anasema ya kwamba mwenye kutenda matendo ya umra katika mwezi au miezi ile ya hija, yani na kutekeleza, kwa mfano tawafu anapofanya akatekeleza tu, akawa amekuja na vitendo, yani tawafu akazunguka kwenye Kaaba mara 4, alafu kisha akavaa ihram baada ya hija katika mwaka huo, hii itakuwa atakuwa inasema, nikilete kwa Kiarabu chake, man yati bi amali al-umra fi ashhur al-hajj au yatufu bi 4 ashwat minha thumma yuhrimu bil hajj wa yahujju min amihi dhalika sawa'an halla min ihramihi al-awwal aw la. Anasema kwake, kulingana na Hanafia, dhehebu la Hanafi wanasema ya kwamba si lazima awe atatenganisha matendo haya ya nini, ya umra na hajj. Yani inatosha akija, kwa mfano pia amekuja amechelewa, amekuja siku nyingi, imefika karibu na siku ile ile ya hija, akaja ya haji, yani katika kiungo kile cha pili ambayo tunasema ni siku ya 9 ndio inaanzia, basi yeye akaja akafanya nini, tawafu nini, raundi 4 tu, akazunguka Kaaba, alafu kisha akavaa ihramu ya pili, yani akavaa ihramu ya kwanza ya umra, na akatenda kitendo hicho tu cha kufanya tawafu 4, hizo zinatosheleza, alafu akavaa ihram mara ya pili, yani akavua alafu akavaa ihram ya pili, hii inatosheleza, na akaingia kwenye nini, hija yake katika mwaka huo, basi hija yake inakuwa ni yenye kukamilika, inahesabika amewahi umra na ametekeleza pia hija. Na ama kufatana
na dhehebu nyingine la Hanbali na Zaidi na Shafi'i katika kauli zake, miongoni mwa kauli zake ambazo Shafi'i wanafuata ni kwamba anasema umra inakamilika imma kwa kukata nywele kidogo au kwa kunyoa kabisa. Akifanya vile alafu kisha avae ihram kwa ajili huko avae ihram ya pili, mara ya pili huko Makka au karibu na Makka, ili aweze kuingia kwenye kitendo cha pili ambacho ni haji tamattu. Sasa akifanya vile inatosheleza. Kwa hivyo yeye tofauti na hawa madhehebu haya Hanbali na Zaidi na Shafi'i, hawa wanatofautiana na Shia ya kwamba Shia anasema ya kwamba ikiwa atanyoa nywele yote, Shia anasema ya kwamba nywele yake akinyoa yote kwa wakati huo baada ya umra atawajibika kutoa kumwaga damu, yani kuchinja kama nini, faini ya kulipizia. Na ama kitendo cha umra kinamalizika kwa kukata nywele, sio kwa kunyoa. Ama hawa ambao niliwataja, wao wanasema ya kwamba si lazima, anaweza kuchagua chochote kile anachotaka, ima kunyoa nywele yote au kunini, anaweza kukata nywele kidogo kutokana na hilo. Hayo ndio mambo yaliyoko. Sasa tukirudi kwenye mazungumzo mengine insha Allah, tutaelezea zaidi kuhusiana na hukumu za hija, haji tamattu, vitendo vilivyoko. Ama sababu ya kuitwa hija hii ikapatiwa jina haji tamattu. Kwa nini kaitwa jina tamattu? Ni kwa sababu ya kwamba yani neno hili kwanza tamattu, yani maana yake ni taladhudh, yani kustarehe, kupata ladha na kufaidika hii au kunufaika na fursa hii. Yani ni kwamba mtu anapoingia hija, anapoenda kusafiri na kwenda kutekeleza kitendo cha kwanza katika tamattu ni kwamba anakuja anafanya umra, matendo yale ya umra ambayo tutayasema, alafu kisha akishamaliza haya matendo anatoka kwenye ihram, anakuwa mambo yale ambayo yalikuwa ni haramu kwake yote yanakuwa tena ni halali kwake. Mambo yote ambayo yalikuwa, kuna mambo ambayo tutataja ambayo ni haramu yanakuja, mtu anapovaa ihramu tu mambo kadhaa yanakuwa ni haramu kwake. Na anapomaliza kitendo hiki cha kunyoa nywele, tuseme kukata nywele yake kufuatana na madhehebu ya Shia au kunyoa nywele pia kufuatana na madhehebu ya hayo mengine ambayo tumetaja, yeye kwa kitendo hiki atakuwa amemaliza umra na atakuwa nini? Sasa yeye ni halali kwake vitu vyote ambavyo vilikuwa vimeharamishwa, yani atakuwa anaweza kupata ladha ya vitu hivyo ambavyo alikuwa ameharamishwa mwanzo. Ndio sababu ikaitwa nini? Hajjatu au hajjatu tamattu. Hija ya nini? Ya tamattu, yani kwamba anapata ladha ya vitu vile vilikuwa vimeharamishwa, kisha baadaye tena anarudi kwenye kuharamishiwa baada katika nini? Sehemu ya pili kuanzia tarehe 9 ya mwezi wa Dhulhijja, anapoingia kwenye sehemu ya pili ya hija inayoitwa al-hajj au hajju tamattu. Sasa akifanya vile inakuwa tena ni haramu mpaka atakapomaliza matendo yote ambayo yanatakikana. Insha Allah tukutane tena kwenye kipindi kingine, tuendelee kuelezea mambo haya mengine, yani vipi kufanya hija ya tamattu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Rahman ya Rahim ya Shakur ya Allah. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك